Waathiriwa wa wanyamapori katika kaunti ya Siaya wanatarajiwa kupokea fidia ya jumla ya shilingi milioni 17 kabla ya mwisho wa mwaka huu wa kifedha. Katibu Mkuu Daktari John Kipkorir Chumo aliwataka waathiriwa wa wanyamapori kuwa na subira, akisema kuwa fidia mara nyingi huchukua muda mrefu kutokana na taratibu za serikali. Sebastian anaarifu. Familia za waathiriwa wa wanyamapori katika kaunti ya Siaya wanatarajiwa kupokea fidia yao. Hii ni baada ya serikali kutenga shilingi milioni 17 ili kuwafidia waathiriwa wa wanyamapori, ambapo mbinu haramu na hatari zinazotumiwa na baadhi yao zilipelekea wakazi kuathiriwa na wanyamapori. As I said, as a country we are actually doing an approximately about $1 billion every year in terms of compensation, and I want to thank His Excellency the President for coming in to ensure that we compensate the people of Kenya whose property has been lost and lives also being lost. For the last 3 or so years, we have done almost 3 billion, and for this county, that is Siaya County, we are doing at the end of this financial year, we shall be paying them 17 million. And that means around 75 people are going to be compensated. Among them are those whose life were lost through hippos attack or crocodiles attack. And also we are also going to compensate for the crop damage and any other damage that has been caused by the wildlife. Sababu kuu za migogoro kati ya binadamu na wanyama zikiaminika kuwa ni uhaba wa nyasi porini, jambo ambalo limewalazimu wanyama hao kutoka nje kutafuta chakula. Area hii tuko na shida ya human wildlife conflict. Hii mambo mengine hii ya crocodiles tumeambia kwamba kuna hippos ambao inaleta shida. You need to be very close to these people. Na uambia kwamba wakati kuna shida ya human wildlife conflict, kama kuna hippo, kama kuna crocodile, waambia kwamba wakati kuna shida there is a way, there is a process ya compensation. Haiwezi kuwa ya kwamba unapata shida leo na kesho unapata pesa. Kuna mpangilio. Unatoka hapa, kesho inakuja kwenu, inakuja kwa ile mkutano ya county, and then finally inakuja Nairobi na pesa inalipwa. So haiwezi kuwa ati ni siku moja tu au siku mbili. Wito ukitolewa kwa wananchi kushirikiana na huduma ya wanyamapori Kenya ili kushughulikia tatizo la wanyamapori na kuwarudisha katika hifadhi yao na sio kuchukua hatua ya kuwaua. Katika nchi yetu ya Kenya tuko na sheria ambazo zimewekwa. Na hata nyoka akitoka upande huo akuje upate njiani, usifanye nini? Usiue. Unatafuta mwenyewe ni huyu KWS. Atakuja kuchukua na atarudisha mali inatakikana. Au namna gani? Hata hiyo ongera unafanya nini? Unashika na kufanya nini? Na kurudisha mali inatakikana. Lakini nikisikia kwamba umeua, my friend, hapo hatutakuwa marafiki. Sebastian Maria, Undugu TV.